ya Ebeneza. Ukae mkao wa kula ili usikie mahubiri kutoka kwa kwaya, na tunakaribisha naye kusanya sadaka. Karibu pia kwa sadaka. Karibuni kama watumishi wa Mungu. Ni tutwake akayo mekere
mbarikiwe. Naomba tupige tena makofi kwa ajili ya kwaya yetu. Mungu awabariki sana, pamoja na mimi pia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, amen. Amen. Haleluya, amen. Amen. Haleluya, amen. 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 Haleluya, amen. Amen. Haleluya, amen. Haleluya, Prions. Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, Dieu de bonté et Dieu de grâce. Père d'amour, nous t'élèvons, nous te bénissons car tu es Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole, éternel, mon Dieu, là où on est pied, papa, se rassemble, ton nom doit tu au milieu d'eux. Et Père, me voici, Père, dans ma main, je tiens les paniers. Tu as dit dans ta parole, éternel, mon Dieu, qu'aucune personne ne vient de la maison de l'Éternel, mais préduit, papa. Nous te remercions pour toute main qui a donné. Nous te bénissons pour ceux qui ont donné pour les offrandes, ceux qui ont donné pour l'air Dieu. Père, tu as dit dans le livre de Malachie qu'on te teste, Père, et si on ne verra pas si tu vas ouvrir les églises dessus. Père, nous t'élèvons, car tu es derrière ta parole, éternel, mon Dieu. Bénis toute main qui a donné. Père, je prie que tu puisses sanctifier, papa, leurs finances, éternel, mon Dieu. Bénis leur santé. Combat pour éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Nous élèvons aussi, papa, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, papa, que tu puisses les bénir pour que la prochaine fois, papa, qu'ils puissent porter dans ta maison. Père, laisse que, papa, oh, ce qu'on a récolté puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, papa, la personne, papa, qui s'occupe de la finance. Nous élèvons, papa, ton serviteur qui t'a choisi, papa, cet après-midi. Que tu puisses loindre, éternel, mon Dieu, qu'il puisse disparaître, que toi seul, papa, tu puisses croître en lui, que la parole qui sortira, papa, soit pointe, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la parole, papa, qui sortira puisse tomber dans une bonne terre fertile, papa. Que ça puisse produire des fruits dans nos vies. Père, que nous ne puissions pas sortir de la même façon que nous sommes venus ici. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre tout plan de l'ennemi, tout esprit de distraction. Au nom puissant de Jésus-Christ, sanctifie cet environnement, que tous soient captifs à l'obéissance à ta parole, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, aujourd'hui et à jamais. Nous voulons voir ta présence, nous voulons voir, papa, ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié, nous disons Amen. Amen. Kanisa tupige makofi na vigelegele kwa ajili ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Praise the name of Jesus. Tunamshukuru Mungu. We thank God. Kila kuitwapo leo, And every time we have been, maisha yangu na maisha yangu ni muujiza. and your life and my life is a miracle. Sisi sote All of us, tuna ushuhuda wa muujiza wa Mungu. we have a testimony about God's miracle. Miujiza ambayo tunayoizungumza, And the miracle that we are talking about, mara nyingi sana inasimamia kwenye maisha ya mwili. and most of the time we stop only at the physical testimonies. Ukitizama If you inspect well, kipindi ambacho tunakiishi and the time that you are dwelling in, ni kipindi ambacho ni somo. and it's just a lesson. Mungu anaongea, God speaks. si
kwamba mpaka usikie sauti hivi. Not until you just hear the voice like this. Biblia haituambii kwamba Mungu aliongea na Yusufu kwa sauti. And the Bible doesn't tell us God spoke to Joseph by his voice. Lakini ndoto ya Yusufu ilikuwa ni sauti ya Mungu. And the dream of Joseph was basically God's sound. Kama uisikii sauti ya Mungu, if you don't listen to God's voice, kwa hii hali ambayo tunayoishi, at this condition that you are living, usiseme sikusikia. And don't say that I didn't listen. Majina makubwa and big names, asubuhi na jioni zinatoweka. And day and night they just pass away. Kesho hatujui ni nani. And tomorrow we don't know who. Lakini shida sio kufa. And the problem is not dying. Shida, the problem, kifo kitakukutaje. And how death will meet you or face you. Mara nyingi tunasema, most of the time we say, mimi Mungu ananipenda. God loves me. Wengine wamekufa. Or others die. Lakini hiyo ni kauli ya kibinadamu. Oh, this is human beings. Kauli ya Mungu inasema, and plan of God, heri wafu wafao katika Bwana. It's better who are dead in Christ. Kumbe, yet, Mungu anaweza kafurahia aliyekufa. And God might be pleased with somebody who akamwonea huruma aliye hai. And there will be really will feel pity kwa sababu ambaye amekufa, because the one who died amemaliza safari. And has finished his job. Ufunuo inasema wanakwenda kupumzika baada ya tabu zao. And they are going to rest after 3-day part. Kumbe heri aliyekufa ndani ya Kristo kuliko aliye mzima asiyejua Kristo. Na ndiyo maana kuona tuko hai, and the thing that we are alive, ni kwa sababu it's because Mungu anataka, and God wants, mimi na wewe, you and me, tarehe yetu and our day itukute katika Kristo, and to find us in Christ. Sasa hivi now watu wanazungumza mengi. Sikuwa najua kwamba na wazungu nao wanasema uongo. And people talk too much. I never knew that even white people can say lies. Habari za vaccine ya corona. And about the corona vaccines. Siko ndani habari nyingi. And a lot of news. Matabiri yanatabiriwa leo. And the prophecy that have been said nowadays. Kwa sababu it's because hapa panakufa mtu, and there somebody dies, hapa panakufa mtu, and there somebody dies. Utaona leo you will see today, unabii wote unaelekea kwenye kifo. And all the prophecies focuses on kila mwenye anapita kwenye YouTube, and everyone who goes on YouTube, kuna mwingine atakufa. Oh, there is somebody who will die. Kuna mwingine atakufa. There is somebody who will die. Watu wanatabiri and the people are kulingana na hali ya hewa. And according to lakini nabii wa Mungu, but the prophet of Elia alipokwenda kuita mvua, and when Elijah went, kulikuwa hakuna dalili ya mvua. There was no any sign. Hallelujah. Hallelujah. Maana anasema, because he said, anasema linalotoka kwa Bwana. He said that's na Bwana from God and the Lord. Hasemi kulingana na hali ya hewa. And he doesn't speak according to the environment. Ndiyo maana that's why sauti ya Mungu, the voice of God, ni wakati wote wanasema utakufa, and when everyone says yeye anasema hautakufa. And he will say maana Mungu haendi, because God doesn't. Wengi wataprofetize, and most will prophesy kwa kuona, and just to see, macho yako kunabaki kunaonekana vile vyeupe, and only that white spot will be kila visible, mtu and everyone anaprofetize will prophesy kulingana according na hali anayokuona iko. And the state or the condition. Ndiye maana Elia, that's why Elisha alipiga magoti, and they knelt down, akachukua uso, and they took his front, akatia katikati ya miguu, and they put it between his legs. Anaambia mfanyakazi, and he told his servant, unaona nini? What do you see? Mfanyakazi alikuwa anaangalia, and the servant was looking. Anasema hakuna kitu. So there's nothing. Maana yeye because alikuwa anaangalia hali ya hewa. And he was looking at the atmosphere, but anaangalia Bwana. And he was looking at God. Yeye anasema kuna mvua inakuja. He said, oh, there is rain. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mwingine atakufa kesho. Oh, there's somebody who's dying tomorrow. Nimeona magonjwa mengine yanakuja. And I see a lot of nimeona na mwingine anakufa. I see somebody coming. Na wengine wanasema. And others say. Nilisikia mwingine, sijui kama ni kweli anayoyasema. I heard somebody, I don't know if it's true.
Alisema Mungu alimwambia. He said God told him Ya kwamba ndani ya vaccine. that in vaccine. Kila waliopigwa. And everyone who Mungu alimwambia atangazie ulimwengu. And God told him to waliopigwa vaccine wote watakufa. And all who are vaccinated will die. Sasa nataka niseme hivi. But I would like to say this. Hapa Marekani. Here in America. Wanasema ikiwezekana mwezi wa 7 watu wote wako wameshakwisha kupigwa vaccine. And said that if possible by sasa Mungu anatuma ujumbe. And God is telling them. Wanasema kuna watu sijui enkare ya watu. And said that it is 1/4 of people. Sasa Mungu anatuma ujumbe. And God sent a message. Kwamba wenyewe wanapigwa vaccine watakufa. And all who have been vaccinated will die. Kati ya ujumbe wa Mungu. And in God's message. Na vaccine. In the vaccine. Kipi kimetangulia? And what precedes? Kwa hiyo Mungu analeta message too late. And God brings the message late. Ndiyo maana nataka nikwambie. That's why I would like to tell you. Amen. Kuna mama moja alifisha mtoto. And there is one mother who lost her son. Akaenda. Went. Akaacha maiti ndani ya nyumba. And he left the dead in the house. Akaenda. Went. Biblia inasema. The Bible says. Elisha alikuja. And Elisha Gehazi alikuja. Gehazi came. Anamuuliza mama. I said, Mom. Mtoto wako. And your son. wako wazima. And your son and your husband are okay. Wote wazima. I said, everyone is okay. Kufika kwa Elisha. And when he went to Elisha. And got hold of him. Gehazi akataka kumtoa mikono. And Gehazi wanted to separate. Elisha akamwambia. And Elisha told him, mwache. Leave him, leave her. Yuko na uchungu ndani ya moyo. There's bitterness inside her. Na Mungu. And God amenificha. And God has hidden. Yuko na uchungu ya chenye amepoteza. And there's a bitterness of something that she lost. Hallelujah. Hallelujah. Elisha akampa fimbo Gehazi. And Elisha gave Gehazi the baton. Aseme wende. He said, go. Wende ukafanye. Go, walk. Elisha akamwambia mama. And Elisha told him, wende na uju. And go with this one. Mama akasema papa. And the mother said, no. Kama iko wewe. If it's not you. Gehazi akaenda na fimbo. Gehazi went with the baton. Akafanya. And did go. Mwisho akarudi. And at last he came up. Akamwambia Elisha. And told Elisha. Haikuwezekana. That it's not possible. Mama akamwambia Elisha. Mother told Elisha. Nilikwambia. I told you. Paka. Until ninachokijua. What I know. Ninachokitaka. What I need. Kiko kwako sio. It is in you, not in him. Walipokwenda. When they went. Elisha kukamata fimbo. And Elisha didn't get the staff. The Bible says. Kinywa chake na kinywa cha maiti. And his mouth into the dead's mouth. Mkono wake na mkono wa maiti. And his hand into the dead's mouth. Mama alikuwa anasema. Because you're saying. Sitaki muujiza. I don't want nataka uzima. I want life. Hallelujah. Hallelujah. Na uzima. And life. Ulikuwa ndani. It was in. Fimbo ilikuwa ni miujiza. And it was just a Mungu ameshatufanyia miujiza mingi. And God has done a lot of miracles. Hallelujah. Lakini mtu wetu wa ndani amekufa. But our inner being is dead. Tunataka uzima wa Yesu. And we want Jesus. Uwe ndani yetu. He can be in us. Tumechoka na miujiza ya mikate. We are tired of miracle of hatutabeba. We won't carry it. Mimi nilifika Nigeria. And I reached Nigeria. I saw that kama nilibarikiwa. And if it be kama ni huduma. If it niliona. I saw. Lakini dakika ya mwisho. Hakubeba kitu. And didn't carry anything. Tunachokitaka. What we want. Siku moja. One day. Tumlaki Bwana. Yes, so we can see our Lord. Mama, Elisha alisema hivi. And Elisha said this. Mama yuko na uchungu. And that mother has bitterness. Unarizika na kukula. And are you satisfied with eating? Unarizika na kula na kunywa. And you are satisfied with unarizika kulala ndani ya manyumba ya and you are satisfied in sleeping. Unarizika kutembea ndani ya magari. And you are satisfied with unarizika closet yako kujaa. And you are satisfied with utaenda na nini? What will you carry? Wakati ambako mwenyewe unajishuhudia. And when yourself mtu wangu wa ndani umeshakufa. But your inner being is already dead. Leo ni siku ya kumwambia Bwana. And today is a day to tell God, Father, nachoka na miujiza ya mikate. And I'm tired of miracles of bread. And this inner being of mine is dead. And resurrected.
kinywa cha Elisha and Elisha's na mouth kinywa cha maiti. and into the dead's mouth. Pumzi ya Elisha And his breath ndani ya pumzi yako and going into the deep was blowing, akatamka mikono and also stretched his hand. mtoto akapiga And then the son sneezed akamnyanyua. and he lifted him. Hakubeba kwa baba mtoto, And he didn't take to the father, hakubeba kwa majirani, and he didn't take to the neighbors, alibeba kwa mwenye alikuwa na uchungu, and they took to the one who na mwenye alikuwa had, anatafuta kilichokufa. and the one who was seeking for something that was there, Nyumba the house, alikuwa alimjengea Elisha, and built it for him. nyumba walikuwa wanalala na mume wake, And in the house that Ilikuwa was pale. living, it was there. ilikuwa pale. It was there. Huyu mama alikuwa anawalisha, And that mother kwa was hiyo feeding store them. ilikuwa inajaa, That means the store was lakini full. kilichombeba na uchungu, But what brought the Mtoto bitterness? amekufa. And the child died. maisha ya wokovu imekufa ndani yako. And the life of salvation is dead. Uko shahidi. You are the witness. Hatujui kesho ni nani. We don't know who will be tomorrow. Watu wote wanatetemeka. And everybody is shaking. Hata Mungu angetupa miaka 300, Even if God has given us mwishowe ni 300 kupita years. tu, And last, lakini atakukutaje? but how will he find you? Mesaje ya miujiza, And the message about mesaje ya uponyaji wa mwili, and the message about Mungu physical akiinipa, healing. If God gives me, nitaikuhubiri. I will preach. Lakini Mungu But God amenipa miujiza, amenipa neno and gave me the la word kufufua to resurrect kilichokufa ndani yako na ndani yako. what is dead in you and in me. Maana kwa ajili ya hiyo Because of that, ndiyo siku moja tutaingia that mbinguni. is how we're gonna be in heaven one day. Leo nina kichwa cha neno Today I have a theme kinachosema juu ya chombo cha Bwana. that says about the vessel of God. Chombo cha Bwana. The vessel of God. Kitabu kile cha tutasoma kwenye kitabu We're gonna read the book, cha Danieli. the book of Daniel. Danieli sura ya 5. Daniel 5. Soma Danieli sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 24. The book of Daniel 5, 22 to 24. Aliye tayari asome. The one who is ready can read for us. Daniel 5, 22 to 24. Nasoma Danieli 5 mstari wake 22 hadi 24 katika jina la Yesu. Na wewe mwanawe Belshaza, ukujinyenyekeza moyo wako, ijapokuwa ulijua hayo yote. Japokuwa uliyajua hayo yote. Though you knew all this, Bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako wake zako na masuria wako umevinywea, nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe, wasiona wala kusikia wala kujua neno lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yako iko mikononi mwake na njia zako zote ni zake, hukumtukuza. Ndipo kile kitanga. Simama hata pale. Tutaenda kusoma. Baba jina nisaidie. Wakorintho wa kwanza sura ya 6, sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. 17, 16, 17. Wakorintho wa kwanza sura ya 3, 16, 17. Pastor Emmanuel naye anirudilie tena kwenye Mathayo 26:58. yeah, Matthew 24, Muda wangu 26, muda unaisha. and 1 Corinthians 3, 16 up to 17.
Wakorintho wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 16 na 17, neno la Mungu linasema hivi: hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na kuwa Roho wa Mungu. Simama kwanza. Mmekuwa. You have become. Maana yake hapo kwanza hamkukua. That means at the beginning hamjui kwamba mmekuwa. You have become. Hekalu, endelea baba. The temple. Na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Amena. Wengi wanashinda wanafanya mafungo ya kukemea mapepo usiyojua unapigana na nani. And many people are over. Unaweza kuwa unapigana na Mungu. Unakemea wachawi. And you are unakemea shetani. You are rebuking Satan. Mtu akiliharibu hekalu la Mungu, if somebody destroys, shetani naye atamharibu. Ndivyo ulisema. That Satan will also destroy him. No. Ni nani? It's God. Tukipigwa vita na adui, hata kama kartia nzima, hata nchi nzima, enemy, even the whole Biblia inasema, the Bible says, kama Mungu akiwa upande wetu, if God is in our side, ni kumaanisha it means hata ulimwengu wote, even if the world war ukugeuke, and we Mungu akiwa upande wetu, if God is on your side, utapita. You will pass. Lakini hata dunia nzima iwe upande wako, even if the whole world will be on your side, asisimama kupambana na wewe, and if God will stand to fight against you. Wakati Sauli mfalme, and the time this King Saul alienda kwa mchawi, went into the witchcraft, akamwambia Mungu amekataa kunisemesha, and said, oh God, refuse Samuel, oh just resurrect Samuel. Biblia inasema msimu uliopanda, and that prisoner that came, ulimwambia hivi Sauli, and he told this, kuna news, kama Mungu amekukataa, and if God rejected you, manake Mungu akipigana na wewe, if God fights against you, daktari atajua kama Mungu yuko anakupiga, and if the doctor, na wachawi watajua, even the witches, kama wachawi wanakulaga za wengine watakwambia za kwako, and if the witches are helping others but for you, they cannot deal, familia itajua, and the family will know, ni mpaka until ukishatambua, if you recognize, to return back to him. Soma papa, read papa. Soma Mathayo, the book of Matthew. Mathayo 26:58. And Matthew 26:58. Mathayo 26 na mstari wake wa 58 anasema, na Petro akamfuata kwa mbali mpaka behewa ya kuhani mkuu, akaingia ndani, akaketi pamoja na watumishi auone mwisho. Basi wakuu wa makuhani, simama pale. You can stop. Baba Dina, soma Yohana 18:18. And Papa Dina can read John 18:18. Hata wa Kiingereza, wa Kifaransa, wa I read the word of the Lord. Na wale watumwa na watumishi walikuwa wakisimama wamefanya moto wa makaa, maana ilikuwa baridi. Wakawa wakikota moto. Petro naye alikuwapo pamoja nao anakota moto. Amena. Amena. Nataka tuongee maneno machache. I would like to talk about few words. In general, tuko watumishi wa Mungu. We are all servants of God. Ndiyo maana lazima ujue lugha That's ya why Mungu. you have to know God's word. Ukiokoka unaitwa mtumishi wa Mungu. If you have been saved, you are servant of God. Lakini But kama jinsi tunavyozaa watoto, as we give birth to children, ndivyo maisha ya kiroho yalivyo. and that is the way the spiritual life is. Utaanza kukuwa mtumishi wa Mungu.
you will become the servant of God, jina halitabadilika, and your name will never change. lakini kuwa chombo cha Mungu, But to become the vessel of God, ni etape ingine. it is another stage. Kumtumikia Mungu To serve God, ama kuitwa na Mungu or to be called by God, na kuwa chombo cha Mungu, and to be the vessel of God, katikati hapa piko gharama. and in between there is a cost. Amen. Amen. Biblia inasema The Bible says, Yesu alimkuta Petro yuko kwenye shughuli yake akamuita. and the Bible said that Jesus found Peter doing his business and he called him. Lakini nataka nende kwa haraka. I would like to go in, Pamoja na kumuita, and along with calling him, Biblia inaonyesha the Bible shows, wakati Yesu anamshika, and when Jesus was arrested, Petro naye alimfuata, alishaitwa. and Peter was already called and was following, Yesu alishamuita. and Jesus already called him. Lakini katika kumfuata, But in following him, ulisema alimfuata and he said that he was following him at a distance. kwa sababu kumfuata Yesu kwa karibu And because following Jesus kuna close, gharama. there is a cost. Petro akamfuata kwa mbali. And Peter was following him Alipomfuata at a kwa mbali, distance. When he followed him, akaingia mpaka kwenye Yesu alimpeleka. and he entered where they brought Jesus. Biblia The inasema Bible says, wakamwingiza ndani kwa Pilato. and they ushered him in. Jana watoto walikuwa, Pilatus. jana tulipata kwenye maombi aliyetufundisha Yesterday we found at the prayer Na kwenye maono. and even with visions. wakati walipomwingiza Yesu. When they ushered Jesus in, Biblia inasema waliompeleka Yesu and the Bible said the people who walikuwa brought him, wameandaa na mashahidi wa uongo and they even prepared the false ili testifiers, ile kesi iwe ngumu. so that the case can have weight. Wakamwingiza Mungu. They ushered him Kila in, mmoja akaanza kutoa ushahidi wake and each one started testifying, wa kumkandamiza. just to condemn him. Petro aliyekuwa aliitwa And Peter, who was called, hakuingia mule ndani he didn't enter in there sababu alikuwa bado anamfuata kwa mbali. because he was following him at a distance. Akafika And he reached, akakuta he found kwenye mule muparsele in that enclosure, wamekonga moto. and they prepared fire. Petro naye akakaa And Peter also sat, na yeye akakaa. and also he sat there, Moto and fire, ungawaka. and it's Yesu wako wanamshije, and Jesus being wako judged, wanamkandamiza. and they are really Na condemned. ndoche nena yeye aliitiwa, And then yet he was called, lakini hakuingia kule, but he didn't enter there, alibaki kwenye kukota moto and he was there just warming himself, Sababu, because alikuwa bado and he was yet anamfuata kwa mbali, he was following him. Hajakuwa at a distance. tayari He was not ready kulipa gharama to pay the ya cost kumkaribia. and to come closer to him. Ndio maana kwenye maisha ya safari ya kwenda mbinguni That's why in our life journey, unapaswa kujijua umefika kwenye level gani. and you have to know which level are you. Unaweza kumwendekeza ambaye anafuata kwa mbali, You might direct somebody who was following at a distance, kumbe wewe ulishakaribia. but yet you already come Bwana closer. Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Alipofika pale, When he reached there, moto unawaka. and the fire was burning, Ili moto usizimike, and so that the fire cannot extinguish, lazima wauchochee. and they have to blow on it. Wao ndio walianzisha moto wao. And they started their own fire. Petro naye And Peter himself also came. lazima na yeye afanye nini? And also he needs to contribute. Auchochee ule moto usizimike. Yeah, he has to put more fire so, Auchochee ule that moto usizimike. so he can also put more fire. So Na ni lazima it must. afanye jinsi And he has to awaoneshe do, yuko umoja wao. and so he can resemble as one of them. Hivi ndivyo ilivyo maisha ya Wakristo wengi. That is how most Christian life is. Kama ungali unamfuata Yesu kwa mbali, If you still follow Jesus from hapawezi kuwa utofauti na watu wa dunia. and there might not be any difference from the Utasema people of kisi the world. wanasemaga. You will say as they say, Utavaa jinsi wanavaaga, and you will wear the way they wear. utatenda jinsi wanatendaga. You will do as they do. Licha unaitwa mtumishi, Yet you are being called a servant. haleluya, Hallelujah. utafanya wanavyofanya, You will do how hapata kuwa they do. utofauti. There won't be any difference. Hata kama wewe una huduma, Even if you are in ministry, hata
are called men of God. Utakuwa mtumishi, You might be, lakini hautakuwa chombo. but you are not yet a Hallelujah. vessel. Hallelujah. Mtumishi And a man of God. ameitwa, And is called. lakini chombo But the vessel kinatengenezwa. and has been made. Chombo The vessel, kinamgharimu mwenye chombo and it costs the one who making it, na kinagharimu chombo chenyewe. and also it costs even the Mungu vessel. alipomfundisha Yeremia And when Jesus, God taught juu Jeremiah ya kile ya ule mfinyanzi, and about the potter, mfinyanzi alikuwa na chombo, and the potter was, mingling, alipoteza muda, and he lost his work, his time, alichoka, and he was tired, alienda kutafuta udongo, and he went to seek for the mud. lakini wakati aliona chombo akitokei vile, But when he saw that the vessel didn't come the way he wanted, alikifinyanga upya. and he mingled it again. Kwa hiyo chombo kwanza And first the vessel, kilipata makuu, and they got some ile kukifinyanga, shots just to mingle it, to form it. kukifinyanga. Yeah. Alafu Mix. Biblia inasema hivi, And the Bible says, ule mfinyanzi and that potter, alipokiona kile chombo and when he saw that vessel, kinakuwa gisi yeye alivyokuwa anataka, and it came exactly how he designed it, akatikisa kichwa, and then he will shake. akasema ni hivi. He said, this is the way I Lakini want it. chombo But the vessel, kilikuwa kinalalamika, and it was really, na suffering. mfinyanzi And also the alichoka. potter was tired. Mara mingi Most of the time, kumfuata kwa mbali and following the ni kwa sababu it's because hatuko tayari we are not ready. kuwa vyombo vya kufinyangwa. And so that can be the vessel Tunataka to Ukristo be mixed up. wa kurahisishwa. And we are Christians. Haleluya! Hallelujah. Ukristo wa kuitwa tu watumishi. And the Christian to be called Nikisema only man of mtumishi God. sisemi upastor. And when I say the minister, Nasema kila ambaye anasema nimeitwa na Bwana and everyone who said that I've been called by God, anaweza kuwa kwa mbali and might be at the far distance. na itaonekana It will be kwa tabia yako, by your behavior. itaonekana It will be manifested. hakuna utofauti na ulimwengu. Yeah, there won't be any difference Maisha in yako your life na maisha yangu and your hayawezi kuinfluence watu waje kwa Yesu, we don't influence people to come to maana Jesus. tunakuwa wale wale Because we remain the same. jinsi ambako. This is the way. Sikiliza, Listen, Mungu atuiti and God hasn't called us kwa jinsi tulivyo kwamba tunampendeza, the way we are because we are pleasing lakini Him. anatuita But He's calling us, atufanye jinsi yeye anataka. and He wants to make us a way. Ndio maana aliita hata wakahaba And that's why even the prostitutes, awafinyange wakuwe vyombo and vyake. will mix them so they can be. Anaita wezi akawafinyanga, And He called even the thieves and aliwaita mixed wakina them. Paulo akawafinyanga. And He called even like Paul and mixed them and they became. Haleluya! Hallelujah. Petro Peter, akaiwa akaota moto. and then he went all there and warming the fire. Mkristo mtumishi And the Christian atafika kwenye kuko kundi, and will reach where there's a group. kama wako wanasengenya And when they are na yeye gossiping, anaomba kiti, and they will also call hana upon hata the church. verse moja ya kuambia And does have in a verse to tell them. Yeah. mama fulani, Yours, wewe no, una habari, you don't have that wewe story. unasikiaga vyetu tu, And you just listen na to wewe us. tuambie. And you tell us. Na yeye anachochea moto, Also, you will start. Anachochea moto. Will also contribute. anachochea moto, Will contribute. atafika kilioni, And will reach at a depth. hata verse moja, Not even a verse. na akitoka And when it comes out, sasa ameokoka ule. but that one was sick. Akifika hospitali When he reached at the hospital, wanaweka kama ni ugali, and they bring even Habari the food, inaanza. and the story Na will start, yeye. and also he will contribute. hawezi kuambia hata verse moja. And he's not even able to tell him. Akitoka even a wanawake verse. wanatusengenya sasa, huyu si anaokoka. And when he goes out, they start gossiping. Say, Petro this one is alisema, not. lakini wewe tulikuona naye, sasa niachie kule wewe. And they told Peter, but you. Ndivyo walio wengi. Oh, Lakini wewe unaokoka. Tuko duniani, tulishaenda mbinguni. and Tuko we are in the duniani. world, we are not yet in heaven. Ni mtumishi And you are a servant, hajawa chombo. and is not yet a vessel. Haleluya. Hallelujah. Biblia inasema The Bible says,
Kwenye kitabu cha Daniel, in the book of Daniel, kuna mfalme anaitwa Belteshazzar. and there is a king called Belteshazzar. Baba yake alienda Yerusalemu. His father went to Jerusalem, Akafanya vita huko, and he fought the war there, akachukua vyombo. and they took the instruments, Vyombo vya hekalu ya Mungu. and instruments from God's temple, Akavileta mpaka kwao. and they brought them to this place. Lakini siku moja baba yake alipotaka kufa, And one day when his father was about to die, alimwambia historia ya hivi vyombo. and he told him the story about these Baba vessels, akafariki. and the father died. Baada ya kufariki After his death, kijana, Biblia inasema the young man, the Bible akafanya says, sherehe kubwa. and has gathered a big feast, Akafanya sherehe kubwa. and he had a feast, big one, Akakula na kukunywa. and he ate and drank, Alizungusha watu pale. and they surrounded a lot of people there, Moyo wake haukuridhika. and his heart was not satisfied, Furaha ikapita. and the joy was overflowing. Akasema leta na vile vyombo. I said, oh, bring even those Leta vile instruments, vyombo. bring all these instruments, Ya nyumba ya Mungu wa Israeli. and those belonging to God of Israel, Wakaweka vile vyombo. and they brought all these, Akachukua pombe. and they took the beer, Akamimina and they filled in the ndani instruments, ya vile vyombo. inside those instruments, Angali anamimina. and yet he was pouring, Akapiga macho kwenye kibambazi. and they looked at the wall, Akaona mkono unaandika. and they saw the handwriting Maandishi. and the scripture, Mene tekeli na peresi. mene mene tekele na peresi. Pale pale. Suddenly, Pombe zikaruka. and the drunkenness, Furaha yote ikaondoka. and all the joy departed. Akataka kujua I want you to know, haya maandishi and this scripture yanayonikosesha amani, that is making me lack peace, yanayoniondolea furaha, that removing peace, ni maandishi joy. gani? What kind of scripture is that? The Bible says, Akawaita wachawi and he called the witches wamwambie. to tell him, Wakamwambia tell him, akaita wenye elimu and he called all the servants. wakamwambia hii He hatuwezi. said, this one we can't. Akapewa ushauri, And he was advised. akasema katika ufalme wako And in your kingdom, kuna mtu anaitwa Danieli, there's somebody whose name is Daniel. alimsaidia baba yako sana, And he helped your father to umuite huyo. call it upon him. Danieli alipoingia When Daniel entered, akayaona yale maandishi, and he saw that scripture, akamwambia hivi, and he told him this, aseme ewe Belteshazzar, you, Belteshazzar, uko na historia baba yako aliyekwambia, and you have the story your father told you. uko na historia baba yako anayokwambia. There is a story that your father told Sikiliza you. Mkristo, Listen, Christian. Yesu akawaambia Mafarisayo na Wayahudi, Jesus told the Pharisees and the Jews, ninawaambia mko vipofu, mnakataa, mnasema mnaona. and I told you, you are blind, and then you refuse Akasema, to listen. ni afadhali mungelisema kwamba mko vipofu. And it was better for you to say Mulikuwa na that you njia ya are blind, kusamehewa na kuponywa, and you had a chance to be lakini forgiven. sababu mnajidai kwamba mnaona, But because you are claiming that you see, lakini maisha yenu yanaonyesha mko vipofu, but your life show that you are blind, inamaanisha mnayafanya kwa kusudi. and that means what you are doing Hata na it wewe knowingly. hivi ni mkanyage kwa padri, Even a step from Papa Adrian. nikimwambia papa samani sikuona, Oh, say Papa Adrian, sorry. alafu nimwambie hivi, And I tell him, wewe unaweka miguu njiani oh, you put your feet katika haya mambo on the way mawili, in these two words, la wapi ambalo and which one? linaweza pelekea And that will anielewe. to understand me. Pale nilimwambia nikanyaga sikuona, Yes, that one said, oh, I stepped on you, I didn't see. nikimwambia uliweka miguu njiani, And when I said, oh, you put your anaona feet, sasa they said, nimefanyia kusudi. they said, oh, he did it knowingly. Ndiyo maana That's why Mungu God, hawezi kumhukumu mwanadamu bila hajasikia. yeah, will never judge a human being without. Atatuma mtu hata ndio maana unaona wengine waliwachuna ngozi And there were some people mpaka that will tusikie speak out so that ili tujue kuamua si wenyewe. so that you can know that it's not by us. Usiseme sikusikia. You will not say that, oh, I didn't listen, I didn't hear. Biblia inasema The Bible says, Danieli alimwambia Daniel told him, aseme say,
kwa sababu ulikuwa unayajua. And because you knew all this. Kwa sababu ulikuwa unayajua. And because you knew all this. Na ukayafanza unayajua. And you did what you knew. Ewe Belteshaza. Oh, Belteshaza. Yale maandishi tafsiri yake hivi. That scripture, it means this. Kwanza alimwambia hivi. And first he told him. Aya ulikuwa unaitia wachawi. And the thing that you have been calling a witch doctors. They couldn't. Wenye elimu. And all these servants or scientists, they won't know. Lakini yuko Mungu aliye juu. But there is a God who's na haya yametoka kwake. And this one came from na sababu ya haya. Because of this. Ulikunywa pombe yako Mungu akujali. And you drank your beer, God. Ulifanya usharati Mungu akujali. Oh, you did your prostitution. Ulifanya na hivi Mungu akujali. You did that, God. Uliweka wachawi nyumba yako Mungu akujali. You put even the witches in your house. Lakini ulipovuka mpaka. But when you cross the line, ukagusa viungo vyake. You touch his vessels. Kuko mambo Mungu anayafumbia macho. And there are things that God will really close your eyes. Kwa sababu hatujaokoka. And because we are not saved yet. Hallelujah. Hallelujah. Akamwambia kwa sababu tu ya hivi vyombo. And he said that because of this verse, umegusa vyombo vya Mungu. You touch God's vessels. Ndiye maana Mungu amesema. That's why God says. Aseme. Say. Amempima ufalme wako. And he just tested you. And he saw that you are not mwingine. And he will give it to somebody else. Na wewe. And you. Maisha yako yanafika mwisho. And your life is at the end. Mungu anamwambia Paulo waambie wa Korinto. And God told Paul to tell the Corinthians. Nenda waandikie wa Korinto. And they go and write to the Corinthians. Maisha wanayoyaishi. The life that they are living. Haiko yao. It's not theirs. Hawastahili kuwa hivyo. They are not worth to be there. Maana tu Paulo anasema. Because Paul said in kwanza kuko division. There is division. Alafu ya pili. Yeah, second. Munakaribisha na washarati mpaka kumazabani. And even you are welcoming even ya tatu. Mumejawa wivu. And you are full of jealousy. Akasema haipashi uwe hivyo. And you are not supposed to. Aseme moya mjui. You don't know. Adija mwambie baba Tina. And tell mwambie tu jirani yako mwambie. And tell your neighbor. Tell your neighbor. Aujui wewe uko mali yako mwenyewe tena. Don't you know that you are no longer your own property? Umekuwa mali ya Bwana. You have become God's properties. Tell Corinthians. And they tell that they received the Lord. Tell them. This life. Yeah, it's the life when they were dead. Yeah, tell them. Yeah, they don't look for me in the mountain. I am inside them. And them. Haiko mali yao tena wao wenyewe. They are no longer their own properties anymore. Ukiwa mali yako mwenyewe. If you are still your own property, you don't have any value in front of Satan. Belteshaza alisema leta hapa. I say bring here. Leta hapa. Bring here. Macho yake and his eyes haikujua. Didn't know kwenye that chombo cha Bwana kiko na Bwana yuko mbali. And where the vessel of God is there. Ni kama vile Mungu angemuuliza. And as if unafuata nini hapa piko wachawi? And what are you following here? Nafuata chombo changu kiko. Oh, I'm following my vessel that is here. Mungu alikubali kuingia ndani ya nyumba kuko wachawi na wanakunywa pombe juu ya kufuata chombo chake. And God took the chance to go into the house where it was full of women. Biblia inasema Yusufu akaingia gerezani. And Joseph went into the Mungu mzima akaingia kuingia gerezani. And also accepted to go into sababu gani? Anafuata chombo chake. Yeah, because he's following his vessel. That's why God told Paul, tell Corinthians, you are no longer your own property. And they should not behave the way they want. That's why I tell you this.
Kuwa chombo cha Bwana ni gharama. And to be God's vessel is a cost. It is coming close. Pastor alipokuwa na ubiri, and when Pastor Mungu alipokuwa ananipa ujumbe, and when God was giving me the message, told me this. Unaona hii taa? And you see this lamp. Unaona hii taa? You see that lamp? You see that? Ukikamata hivi vyombo, and ukikamata viti, if you take the chair, unavipandisha, and you come close to it, unasogelea umwangaza, and you just come close. Utaangalia kwa aina gani? And how jinsi unavyoona pale, and the way haiko jinsi utaona ukiusogelea, and it's not the same way you will look at mwangaza ni ule ule, and the same, lakini utaona, but you will see unakuwa mwangaza unakuwa na ukali, and you will see that ndivyo ilivyo. Ukitoka kumfuata Bwana kwa mbali, and if you remove, ukimsogelea, hautamuona jinsi wengine wanavyomuona. Haleluya! Hautamuona kwamba ni Mungu wa huruma tu, lakini utamuona kwamba naye yuko na ukali. Aliye mbali hataona hicho, ni mpaka aliyemsogelea. Jina la Bwana libarikiwe. Ndiye maana vile wengine wanaruhusiwa, utaona wewe unakukataza, sababu wanakuwa serious na wewe, na ndio na valere yako inapanda. Valere ya mtumishi ni valere tofauti na chombo, and it's different from the value of the vessel. Piko watumishi hata leo, and there are servants wangali wanakuja, and there they come. Papa Juma, nionyeshe kwa Biblia inasema kwamba kukunywa pombe ni dhambi. And show me where it said that the watumishi mpaka hivi wangali wanauliza. Yeah, the other servant they asked. Lakini Belteshaza alipotia pombe ndani ya chombo cha Bwana, and when Belteshaza put beer into God's vessel, ikiwa mtu mwingine aliweka pombe, Bwana akusimama, wewe mwenyewe sasa ukitia. Yes, if somebody else has put it and God did, and how about yourself? If you put, God will stand. Uache walio mbali. Yeah. Abandon those who are at far. Uache watembee jinsi walivyo. And let them walk the way. Jua na wewe hatua yenyewe ulishapiga. And they just you have to know what. Hallelujah. Hallelujah. Unajua ukifika kwenye kuwa chombo. And if you reach at the stage of becoming a vessel, and you will see how God will. Unaweza vaa vazi. And you might unataka toka. You will not see roho na kuzomea. And you will feel the spirit and you know. You. Waisraeli walimwambia Musa, and the Israelites told tunataka tumsikie Mungu. And they didn't want to listen to God. Sisi naambia kuambia. But I came. I always come, but we want. Musa akamwambia kuna shida, akamuuliza Mungu. And Moses, it's okay. Walipokwenda, and when they went, walifika kwenye mlima, and they went, wakamwambia Musa, tusikilize unataka kutuambia. And they said, oh Moses, just be there, let him tell you. Kwa sababu kumkaribia Mungu, and because coming close to God, there is a cost. Utamuona tofauti na jinsi dunia inavyosema. And you will see differently than the way the world is saying. Utaziwiliwa vile wengine wanaruhusu kwako wanafanya. You will be forbidden to do what other people are for. When you are hawezi kutembea na conflict. And you want to walk with kwa sababu because anamwambia hivi, and told him this, hamjui, you don't know, mtu somebody akiharibu, when somebody is hekalu la Mungu, God's temple, Mungu naye atafanya nini? And God himself will do what? Hatari iko ngambo mbili. And the danger is in hatari iko kwa wewe mwenyewe. And is in you yourself. Kama utaamua kuishi kisi unavyotaka. And if you choose to live the way you want. Anasikia kukuvuma na mapema tu, maisha yako haina valere tena kwa. And God might decide to even take you away before your time. Ni wewe kuwa nje. And for those who are outside. Mwenye anaweza kukukamata kisi anavyotaka. And the one who will take you kama hana neema ya kujua uko nani. And if they have that grace to know who you are. Alisema nipe vyombo. And Belteshazzar said, I give me the answer. Watu wanaopigana na Mungu. And that's why the people who fight with God. And they are seeking for witches. But yet God is good. Belteshazzar alikuwa ndani ya nyumba. He was in the house. Alikuwa ndani ya chumba. He was in the nakwambia, hata uwe na mke wako ndani ya chumba. And even if you are ukigusa kwenye chombo cha Bwana. And if you touch into God's vessel. Yeye hicho chombo akijui. And that vessel maybe doesn't know. Haiko milango yenu tamziwia Mungu. And it's not the doors that will prevent him from. Hallelujah. Ni maana mbele ya kumchukulia mtu, that
That's why before even tafuta uso wa Mungu, Mungu somebody, akwambie ni nani. and you have to seek Yawezekana ni God's mtu unayemwona and maybe you will see the person, wewe unamdharau jinsi unavyojua, or you despise him the way, lakini anaweza kuwa chanzo cha tatizo maisha yako, but he might be the source kwa of the sababu problem in mtu your life. akiharibu hekalu la Bwana, Because if somebody destroys unaharibu reputation yake, you destroy his unaharibu reputation, na kile na kile. and you Lakini destroy his- ninachotaka nikwambie, That's what I want to vita say. sio vya chombo cha Bwana, vita ni vya Bwana. Yeah, the fight is not with the person of God, but the fight is with God. Ndiye maana akija nituambia maneno jana, And Mama Rose told us what she said. kwamba usiende unasema sema. And don't go start gossiping, talking around. Kuna vitu There are things, Mungu atakwambia kulingana na level wewe ulishamsogea. and God might tell you according to the level how you are close to Him. Lutu Lot alipokea wa malaika, and they received walishakuwa ndani ya nchi. angels. They were already in the Akawaambia, house. Told them, akawaambia, they told, tunataka kuchoma huu mji. and we would like to Kama destroy. kuna ndugu hapa, And if you have a brother, just Biblia take him inasema out. The Bible says, Lutu akaanza kucheza cheza. and the Lord started Anaenda talking kumwambia, about, hivi kweli Mungu anaweza kuchoma huu mji? and they went, oh, is it real? Unaenda kuuliza walio mbali. And Ulifunuliwa siri kwa sababu wako ndani ya nyumba yako. yeah, you have been disclosed a secret because they are inside you. Haleluya. Hallelujah. Wewe uliwakaribisha. You Wako na wewe. They are with Wako you. wakwambia. They Sasa unaenda kuuliza wenye kuwa nje. Biblia and you inasema are akaanza asking for kucheza outside cheza. and start just wavering. Akaanza kucheza And cheza. start playing around. Akaanza kucheza cheza. Start playing around. Wewe simama. You have to step. Jijue na chenye Mungu alisema na And wewe. you have to know what God Hasa has nimeona done. maisha ya hapa. And even if Hapa you Marekani. see this, Unaweza kupoteza chenye Mungu aliweka ndani yeah, yako. you might lose what God has put inside you. Sababu ya maisha Because of ya that. kuigaiga. And to copy. Sikuwa tu mtumishi. Oh, just Sikuwa tu just- Mkristo. Oh, just Ndio maana tuko na lugha ya Christian. kusema najua And kule that's why we Afrika. have, you know, back in Africa. Nani alikwambia Mungu ni wa maendeleo? And Maendeleo who told yalikuja you yanamkutana. that God is at the Hallelujah. No, Biblia inasema the hivi. just kept further. Petro, malaika walipomwamsha, And when they woke up, walipita mbele yake. and they passed in front of him. Walipokuwa wanafika, And when they were reaching, mlango unafunguka. and the door was open, Teknolojia ya mlango kufunguka and the technology for the door tunaiona to leo. open, we see Miaka maelfu Bwana ametangulia maendeleo. God was above the moon. Usimtishie Mungu maendeleo. Oh, don't scare Yesu ni God. Yesu Kristo ni yeye yule yule jana, leo, kesho, milele, hata milele. Paulo angekuja leo And if Paul came to jinsi alivyomheshimu and the way ndivyo na jinsi angemheshimu leo. and the same way we Usituletee worship. habari za maendeleo. And don't bring us about Ukimwonya this mtu technology fashion. anakambia vile ni vya Afrika. Oh, this one from Vile ni vya Africa. zamani. Oh, this one from old fashion. Anajua. Those ones. Msituletee Ukristo wa ushenzi, wewe ndio ushenzi. Yes, they don't bring out the Christianity of those villagers. You are the villager yourself. Ukristo wa kuweka mahelikeni chini akitaka kunywa hadharani ni Yes, kwa the Christian of putting Henneken. chombo kingoje kuletewa ujumbe aseme kunywa pombe ni mbaya, maana aliye ndani yake. Yeah, the vessel we know that drinking is not only bad, but the one who is inside. Hallelujah. Mungu anakutana na Musa. And God met with Moses, told Moses, Nimesikia kilio, I heard the cries, nimeona na maumivu, and I saw the na suffering, sasa nimeshuka. and now I come Na down. sasa nimeshuka. Now I come down. Lakini baadaye And after that, and they don't see God. alisema ni What did he say? wewe nakutuma. He said, go and send him. That means Moses. Mtafute Mungu ndani ya nyumba ya Farao. Yeah, was carrying God. Chombo! In the vessel. Chombo kinambeba aliye hai. Yes, and the vessel is carrying the one who's alive. Aliingia naye ndani ya nyumba ya Farao. And he entered with him into Pharaoh's house. Musa Moses. akaparalize Farao And he paralyzed Na Pharaoh. wachawa. And even the na witches. watu wa And Kwa nini? everyone. What? ulimwengu wa roho. And the spiritual Watu world. walikuwa wanaona Musa. And the people were seeing Farao Moses. anaona Mungu ndani ya Musa. And Pharaoh was seeing God inside Moses. Lakini jambo lingine, But other than kuwa chombo to be the vessel, unalipa gharama. and there's a cost to be paid.
kakitu kapata hivi. And maybe Mungu anakufuia mkali. and God might be Unasema mbona wengine wanafanya? I said, oh, how other people are saying. Mungu anamwambia Musa, And God told Moses, piga mwamba and they hit the rock. juu ya hasira. And because of Piga anger, mara mbili. and he hit Mwingine it twice. angefanya. If somebody Lakini did Mungu it, anasema, but God wewe ni said, chombo. you are the vessel. Kadiri utabeba ukuu wa Mungu, And the way you will transport greatness of God. hivyo na ukali wa Mungu And utakuwa. that's the same way God's anger Na will ndiyo maana be. wengine wengi wanapenda kuenda kwa mbali. Yeah, that's why many people would rather follow him at a distance. And we follow him because of Jina la Bwana libarikiwe. Nataka Mungu afufue. I would like God to resurrect. Mungu atufufue. Let God Bwana resurrect. kisulisha fanana. And Bwana kisulisha fanana. look Vieneo ulikuwa at ulishaacha vyote. Hata unajifungania ndani ya nyumba. Vieneo ulikuwa ulishaacha. Hivi unavifanya. and the thing that you almost forsaken, but now you continue doing it. You are the witness of yourself. And you are even crossing Kutunga uongo. building lies. Unakuwa unachochea ushahidi wa uongo. Oh, you are even warming up, even Tumulilie before Mungu kama witnesses. yule mwanamke. And let's cry to God like that Yule woman. mama kukosa chakula. And that mother never Sema lacked nataka food. kilichokufa kifufuke. And she said that I want that day to be resurrected. Mwambie Bwana nataka kuwa chombo chako. And tell God I would like to become your vessel. Let's stand up. Let's stand up. Ra. Mungu amekuchagua mwa mama wengi. Yes, God has chosen you. Amekuchagua. Yes, chosen you, has chosen you. Na wengine wako na vita juu ya vyombo vya Bwana. And many people have problems because of God's vessel. Unatunga maneno juu ya chombo cha Bwana. You are building words against the vessel of God. Sisema chombo sizungumzi kuwa pastor wala kuwa bishop. And when I'm talking about the Nasema vessel chombo of cha God, Bwana. I say the vessel of God. Haujui vita vimetoka wapi. And you don't know where the fight is coming from. Mwana wa Mungu. Son of God. Jioni ya leo. This afternoon, Nataka tusali ombi fupi. I would like just a Umwambie short Bwana. prayer. Tell God. Nataka ufufue kilichokufa. And I would like to resurrect what it did in me. Tuko tunaambiwa And you have been told, stimulate check zinakuja oh, the stimulus check has come. na wachawi watazipata. And even the witch will get that. Wengine watazipata waishie kufanya sherehe ya ulevi. And the other will take it and then Lakini sisi make a tunataka feast to chenye be wao done. hawawezi wakapata ni uzima ndani yetu. And we are seeking for that is life, that for them it is not important for pesa them. yo nini yo Zambe na pesa yo nini yo. Mwombe Mungu kwamba Baba, Pray God. nataka nitoke kwenye ngazi ya utumishi. And I would Wote wanajua kwamba niko from the mtumishi, level of servants, lakini wao nijua kwamba niko chombo. but other people know me that I'm a servant, but you know I'm a vessel. Rika osi lere osi uni ile mele sekerebo. Aseme yule mfinyanzi akafinyaga chombo kisi alivyokuwa na kitaka. And that potter just mixed the pot the way he wanted. Aseme Elisha kinywa chake na kinywa cha maiti. And saying that Elisha's mouth in the dance, I pray. Bwana apumulie pumzi ya uhai ndani yako. And let God breathe the breath of Bwana apumulie life. pumzi ya uhai ndani yako. Let God breathe. Utoke katika wafu. And to remove from the dead. Kilichokufa kifufuke. Let what's dead Mungu resurrect. arudishe uhai. Let God return. Biblia inasema The Bible says, maiti ilipoamka and when the dead alirudisha kwa baba yake. and return to his mother, Mungu akurudishie uzima. let God return Mungu life. akurudishie uzima. Let God return life. Mungu akurudishie Let uzima. God return life. Mungu akurudishie Let uzima. God return life. Mungu akurudishie uzima. Let God return Kwa life. jina la Yesu. In the name of Utoke ndani ya vikundi. Utoke kwenye moto wa kigeni. remove from the Utoke kwenye moto wa kigeni. get Uwe shahidi wa Bwana. Uwe shahidi wa Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mungu anaangalia vyombo vyake. God is looking
Umepata Marekani, lakini umepoteza kilicho cha muhimu. Umepata mtoto, lakini umepoteza cha muhimu. Umepata kazi, lakini umepoteza cha muhimu. Kwa jina la Yesu, pokea muujiza, pokea uzima, pokea uzima. Mungu yuko hapa. Mungu ananiambia ikiwa watu watafungua mioyo, atafufua, 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 atafufua. Acha kuiga, acha kujilinganisha na wengine. Jua, 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 jua. Na Bwana wabariki. Makofi na vigelegele. Tusalimiane, twende na amani ya Yesu. Let all greet each other and come with the peace of the Lord.